إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. رجزان كتك إيمان، وصية الأولين والآخرين هي التقوى، وقد فاز المتقون. وصية ووالي waliotangulia na wale waliokuja baadaye, usia wao ni kuhusiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wale wamchao Allah wakatekeleza maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na wakayafanyia kazi maamrisho yake Allah kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, na wakakatazika na kuyaacha yale yote aliyokataza Allah, faqad faza fawzan adhima. Hakika mtu huyo atakuwa amepata kufaulu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حق تبارك وتعالى في محكم كتابه: ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. وروى ابن خزيمة بسند حسن عن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بأصحابه: ثم جلس في طائفة منهم فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجاع يأكل لا يأكل إلا التمرة وتمرتين، فماذا تغنيان عنه؟ فأسبغ الوضوء فويل للأعقاب من النار، أتم الركوع والسجود. ndugu zangu katika iman, ayuha almuslimun, anna Allah subhanahu wa ta'ala tawa'ada alladhi la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu fi as-salah bi'adhabin alimin fil akhirah. Ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala amemwaahidi adhabu yule ambaye atakayekuwa katika sala yake hatimizi rukuu wala hatimizi sijida yake katika sala yake. Allah subhanahu wa ta'ala amemwaahidi adhabu kali kesho akhira, siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Al-Ma'un, Allah anasema: fawailun lilmusallin, adhabu kali na maangamivu yatawakuta wale ambao wenye kusali. Allah akataja sifa za hao ambao watakaopata adhabu siku ya kiyama, akasema: alladhina an salatihim sahun, wale ambao wao katika sala zao wanasali sala zao kwa kuzipuuza. Maulama wa tafsir ya Qur'ani wanasema, baadhi almufassirin wanasema, humul ladhina yanquruna as-salata, ni wale ambao wanazidonoa sala zao, wanazigonga sala zao kwa haraka. wala yutimmuna ruku'aha wala sujudaha,
ambao hawatimizi rukuu ya sala wala hawatimizi sijida zake. Na lau kama mtu atakufa katika hali hii, akafa aliyakuwa hatimizi rukuu yake wala hatimizi sijida sawa sawa katika sala yake, mata ala ghairi millati Muhammadin au ala ghairi millati alislam, atakuwa amekufa katika mila isiyokuwa ya Uislamu. Kwa maana atakufa ni kafir yule ambaye anasali sala zake hali ya kuwa ni mwenye kuzikimbiza sana, hali ya kuwa sala zake ni kana kwamba kuna moto katika ardhi, au katika kana kwamba kuna jambo la mkimbiza. Hatimizi rukuu kama inavyotakikana wala hatimizi sijida kama inavyotakikana. Hawa mtu atakayekufa katika hali hii amekufa katika dini isiyokuwa ya Uislamu. Amepokea hadithi Ibn Khuzaimah katika sanadi iliyokuwa hasan kutoka kwa Abi Abdullah radhiyallahu anhu, Abi Abdullah al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam bi ashabi, mtume wakati anawazungumzisha masahaba zake akakaa nao na kuwazungumzisha, thumma jalasa fi ta'ifatin minhum, kisha akakaa katika kikundi baina ya masahaba baada ya kuwazungumzisha. Fadakhala rajulun, akaingia mtu msikitini, faqama yusalli, akasimama akaanza kusali. Faja'ala yarka'u wa yanquru fi sujudi, akawa ana sujud, ana rukuu alafu anadonoa sijida yake kana kwamba anagusa haraka shatoka katika sijida. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema akiwaambia masahaba zake, atarauna hadha, mnamuona huyo? Yani akionyesha masahaba yule mtu aliingia msikitini akaswali hali ya kuwa mtume amekaa baina ya masahaba, akawaambia, je, mnamuona huyo anayeswali hapo? Atarauna hadha, man mata ala hadha, atakayekufa katika sura hii ya kuswali namna hii, mata ala ghairi millati Muhammadin, atakuwa amekufa katika mila isiyokuwa ya Muhammad, kwa maana atakuwa amekufa kafir. Mtume akasema, yankuru salatahu kama yankuru alghurabu ad-dama, anaidonoa swala yake kama unavyomuona kunguru anavyoidonoa damu, kama unavyomuona kuku anavyokuwa anadonoa mahindi, ndivyo kuna watu, baadhi ya watu katika swala zao waziswali namna hiyo. Akishaenda rukuu dakika chache ashatoka, akishaenda sijida dakika chache ashatoka. Mtume akasema, inma mathalu alladhi, hakika mfano wa yule ambaye yarka'u wa yanquru fi sujudi, ana rukuu na anadonoa katika sijida yake, kalja'i alladhi la ya'kulu tamrata illa tamrata au tamratayn, ni mfano wa mtu ambaye la ya'kulu illa tamrata wa tamratayn, ni mfano wa mtu ambaye hali isipokuwa tende moja au tende mbili wakati ana njaa. Ni mfano wa yule ambaye ana njaa hali chochote isipokuwa tende moja au tende mbili. Mtume akasema, fama yughniyani anhu, kitu gani zitamtosheleza tende mbili katika kuondosha njaa? Tende moja haiwezi kukuondoshea njaa, wala tende mbili haziwezi kuondoshea njaa. Mtume amemfananisha na mtu ambaye swala zake anaziswali kana kwamba kunguru anagonga damu, anadonoa damu. Kunguru nadhani anafahamika jamii ya ndege, kama kuku anavyokuwa anakula mahindi na chakula chake, dakika chache anagonga ashameza. Ndivyo kuna watu kwa swali namna hii. Mtume akamwambia mtu anayeswali namna hii atakuwa akifa katika hali hiyo na hatua hiyo bila kubadilisha swala yake, akaswali kama alivyoelekeza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyowaambia masahaba, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mnavyoniona nikisali. Mtu akasali kinyume na hivyo akafa katika hatua hiyo, basi atakufa katika mila isiyokuwa ya Uislamu. Mtume akaendelea kusema, fa asbighul wudu'a, timizeni na kamilisheni, fikisheni udhu wenu waliokuwa umekamilika. Fa wailun lil'aqabi minan nar, adhabu kali itawakuta wale wenye kuacha visigino vyao, vitapata adhabu kutokana na moto. Kwa maana yule ambaye anashika udhu haufiki katika viwango vyake. Yule ambaye anashika udhu kana kwamba analamba mchuzi, viungo vingine havipati maji, kisigino chake na nyayo zake hazifiki maji, atambue kwamba adhabu kali itampata siku ya kiyama. Kisha Mtume akasema, atimmu ruku'a wasujuda, timizeni rukuu zenu,
timizeni rukuu na sujudu. Mtu anaporukuu hakikisha ana sujudu na ana rukuu kama alivyoelekeza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ipatikane tumaanina na utulivu. Lakini pia amepokea hadithi rawa an-Nasa'i, amepokea al-Imam an-Nasa'i rahimahullah ta'ala katika hadithi ambayo ina sanadin sahih kutoka kwa Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yusalli fataffafa. Hudhaifa alimuona mtu anasali sala yake kwa haraka haraka. Faqala lahu Hudhaifa akamwambia yule mtu, mundu kam tusalli hadhihi sala, wakati gani, miaka mingapi usali hizi sala? Yani mundu kam, yani ukutoka lini, miaka mingapi tusalli hadhihi sala, unasali sala namna hii? Faqala mundu 40 ama. Yule mtu akasema nitoka miaka 40 nasali namna hii. Yani haraka papa shamaliza pio kaondoka zake. Hudhaifa akamwambia maneno muhimu sana ambayo Muislamu anatakana kuyazingatia katika swala yake. Akamwambia ma sallaita mundu 40 sana, haujawahi kuswali toka miaka 40. Kama swala yako ilikuwa ni hii miaka 40 yote unaswali namna hii, haujawahi kuswali miaka 40. walau mitta wa anta tusalli hadhihi salah, lau kama utakufa aliyakuwa unaswali swala hii, lamitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, utakuwa umekufa katika fitra isiyokuwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana atakufa ni kafiri. Mtu ambaye sala yake anaisali hakuna utulivu, sala yake ni express, yani haraka dakika 3 ashamaliza, huyo akakunguta suruali lake, huyo kaondoka. Hakuna dua, hakuna utulivu katika sala. Lakini ndugu zangu katika imani, alladhi la yatma'innu fi salati fa innaha la tujzi'uhu wa alayhi i'adatuha. Mtu yeyote ambaye anaswali swala yake hakupatikani utulivu katika swala yake, yani rukuu ikaonekana kuna utulivu katika rukuu yake, sijida yake ikaonekana kuna utulivu, akitoka rukuu kuonekane kuna utulivu, kasimama wima, kasoma dua elekezi, kaenda sijida kuna dua na adhkari elekezi akazisoma kwa utaratibu na utulivu, ikapatikana tumaanina. Kwa sababu tumaanina, utulivu katika sala ni rukunun min arkani sala, ni nguzo katika miongoni mwa nguzo za sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim, hadithi ambayo ameipokea Imam Abi Huraira, hadithi imepokelewa kutoka Abi Huraira radhiyallahu anhu, akionyesha swala namna ya usaliji. Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu sahaba Abi Huraira Abdurrahman ibn Sakhri radhiyallahu anhu anasema anna rajulan dakhala al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyati al-masjid. Alikuja mtu mmoja aliingia msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyati al-masjid, na Mtume alikuwa amekaa katika pembe za msikiti, yani ndani ya msikiti, mfano kwenye kona kama ile kakaa. Mtu yule alipoingia, fasalla, akaswali, thumma jaa fasallama alayhi, kisha akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtolea salamu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yule mtu baada ya kuswali akamtolea Mtume salamu, Mtume akaitikia salamu yake, akamwambia wa alayka salam. Akamwambia yule sahaba, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, rejea ukaswali, hujaswali wewe. Yani kaswali kama iza kuswali, kaja kwa Mtume kamtolea salamu, Mtume anamwambia hujaswali, rejea ukaswali upya. Yule mtu faraja fasalla, akarejea akaswali. Alipomaliza kuswali, thumma fasallama alayhi, akaja kumsalimia tena Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume kama kawaida akamuitikia kama mara ya kwanza, wa alayka salam, lakini akarudia kumwambia farji' fasalli fa innaka lam tusalli, rejea ukasali, haujasali wewe, rejea ukasali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mara ya pili, au fi allati ba'daha, mpaka mara ya tatu, kwa sababu riwaya kuna ambazo zimetaja mara 2 na riwaya zingine zinataja mara 3.
Sasa yule mtu alivyorejeshwa mara nyingi akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia allimni ya Rasulullah, nifundishe ya Rasulullah, sijui zaidi ya hiki ambacho umeona ninaswali. Tizama masahaba walivyokuwa kipenda kujifunza na kujua. Amerejeshwa mara ya kwanza, karudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia rejea ujaswali. Karejea mara pili, mara ya tatu akamwambia ya Rasulullah, sijui zaidi ya hii, siwezi kusali zaidi ya hapa ya Rasulullah, allimni, nifundishe. Lakini katika kinyume chake, katika jamii yetu waweza ukakaa kando fulani ukamwambia shekhe, hapo swali uliyoswali umekosea, rudi kaswali. Utaona balaa kubwa. Mtu anaweza akakutukana, mimi wewe kijana mdogo hivi, mimi nimesali miaka 10 miaka 20 sijawahi kukosea swala yangu. Wewe mtoto wa jana unajuaje swala kunizidi mimi? Wewe unajua nimesali miaka mingapi mimi? Hii dini haina uzee wala haina ujuaji wala haina uwenyeji. Hii dini inakwenda kwa elimu, kwa sababu imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni masahaba waliishi na Mtume, lakini Mtume alikuwa akiwaelekeza na wao walikuwa kipenda kujua, wakitaka kuelekezwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika kisa hiki kunahitaji tupate mafunzo kwamba sala inakwenda kwa maelekezo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakayesali kinyume na maelekezo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hana sala. Akasali kama alivyoona wazee wake wakisali. Sala haiendi kwa kutizama wazee, wala haiendi kwa mazoea kama tulikuta waislamu wanaswali tunaswali. Sala inaenda kwa mafundisho. Sala ndivyo inavyokwenda, haiendi kwa mazoea wala haiendi kwa ujuaji kwamba namuona imamu anarukuu na mimi ninaweza bwana, nashindwaje kurukuu. Huko kurukuu kwa semwaje? Vipimo vya kurukuu ni vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maelezo anaeleza kwamba Mtume mgongo wake ulikuwa ukinyoka zaidi kama rula, kiasi cha kwamba unaweza ukaweka maji kwenye glasi ukaweka juu ya mgongo wa Mtume asianguke. Lakini angalia swala za watu, mtu akirukuu, rukuu yake Muislamu kana kwamba anamlima Kilimanjaro, mgongo wake umepinda namna hii, hali ya kuwa Mtume alikuwa kirukuu mgongo wake unanyoka sawa sawa. Na hivi ndivyo alituambia, timizeni rukuu zenu. Na sijida asujudu kama chura, anasujudu tumbo aligusani na mapaja yake, wala mapaja yake yagusani na magoti yake, yanaachana. Lakini tizama swala za baadhi ya ndugu zetu, na hao unamuona anaswali kila siku, basi hudhuria vikao vinavyofundisha swala, haelewi. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha yule sahaba alipotaka kujua, akamwambia idha kumta ila salati faasbigh alwudu'a, utakaposimama kuelekea katika sala, hebu timiza, fikisha udhu katika mahala pake, kwa sababu udhu ni sharti miongoni mwa masharti ya sala. Mtu atakaposali udhu wake haujakamilika hana sala. Kisha akamwambia thumma istaqbil alqibla, kisha elekea qibla katika sala yako, fakabbir, basi toa takbira, maana toa takbiratul ihram ya ufunguzi wa sala. Thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran, kisha soma kile unachokiweza pamoja na wewe katika Qur'an. Thumma rka hatta tatma'inna raki'an, kisha tulizana katika rukuu. Kisha rukuu asema thumma rka, kisha rukuu hatta tatma'inna raki'an, mpaka utulizane hali ya kuwa umerukuu. Ukirukuu pata utulivu katika rukuu yako, pata utulivu. Kusoma adhkari zimethibiti zaidi ya moja, sio ile moja tu ambayo wamezoea watu, subhana rabbiyal azim. Mtu anaweza kusema mara mbili subhana rabbiyal azim akashasimama haraka. Kunapatikana utulivu kuyasema katika mahala pake mara 3 na ziada, bali kuna dua zingine zimethibiti. Mtume akamwambia ukirukuu basi tulizana hali ya kuwa umerukuu. Kisha akamwambia thumma rfa hatta tastawiya qa'ima, kisha toka rukuu na unyooke sawa sawa hali ya kuwa umesimama. Baada ya rukuu asimame wima. Lakini kuna baadhi ya Waislamu utaona wengine wakisingizia uzee, wengine wakisingizia hii sunna hii. Mtu anatoka rukuu kabla hajasimama wima ashaenda sijida, bado hakupatikana utulivu. Hapa maelekezo alielekeza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akamwambia thumma sjude hatta tatma'inna sajida, kisha sujudu na utulizane katika sijida yako hali ya kuwa umetulizana.
thumma irfa hatta tatma'inna jalisa, kisha ukitoka sijida ya kwanza tulizana katika sijida hali ya kuwa umekaa. Yani ukikaa kile kikao tulizana, soma dua na adhkari zilizothibiti katika kusoma pale katika kikao cha baina ya sijida mbili. Kisha akamwelekeza thumma sujud hatta tatma'inna sajida, kisha na sijida ya pili atulizane katika sijida yake. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, sehemu anayokuwa karibu mja na Mola wake mno ni pale anapokuwa amesujudu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pale anapokuwa amesujudu Muislamu yuko karibu zaidi na Mola wake. Mtume akamwambia fa akthiru dua, pale kithirisha sana dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akionyesha pia utulivu, kwa sababu katika rukuu ni sehemu mja anakuwa karibu na Mola wake, ni sehemu ambayo anatakikana kumnongoneza Mola wake na kumuomba haja zake. Lakini Mtume akamwambia akinyanyuka kutoka rukuu hatta tatma'inna jalisan, akae kwa utulivu akiwa katika tahiyat. Kisha akamwambia thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha, kisha fanya hivyo katika sala yako yote. Kwa utulivu katika sala ni nguzo katika nguzo za sala. Amepokea hadithi ya Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tuji'u salatu ar-rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ar-ruku'i was-sujudi, haitokubalika swala ya mtu ambaye hatimizi rukuu yake na katika atimizi mgongo, anyoshi la yuqima dhahrahu, anyoshi mgongo wake fi ruku'i, katika rukuu, was-sujud na sijida. Yule ambaye hanyoshi mgongo wake swala yake haikubaliki swala yake. Yule ambaye hanyoshi mgongo wake wala hanyoshi mgongo wake katika sijida, swala yake haikubaliki. Ndugu zangu katika imani, hii ni hatari zaidi. Kwa lazima ndugu zangu katika imani, hii ni dalili kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam fi anna man salla wa lam yuqim dhahrahu ba'da ar-ruku'i was-sujud kama kana salatuhu batila. Mtu yeyote, hii ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaonyesha kwamba mtu yeyote ambaye hanyoshi mgongo wake katika rukuu, katika sijida, ni kana kwamba hana swala. Kwa ndugu zangu katika imani, swala inahitaji maelekezo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usije ukajikuta umesali miaka mingi, umehudhuria vipindi vya swala vingi, na unaonekana unaswali una sijida alhamdulillah, inaonyesha kwamba wewe unaswali, lakini ikawa siku ya kiyama unaambiwa wewe hujawahi kuswali, hauna malipo yoyote, malipo yako ni moto wa jahannam. Kwa sababu sala awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, jambo la kwanza ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ataanza kuhesabu waja katika matendo yao ni swala. Matendo yote kabla ya kutoa sadaka, kabla ya saumu, kabla ya kadha, jambo la kwanza ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sala. Ndio maana mtu mwenye kuiacha sala anakuwa ni kafir. Tumenasema al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Sasa huyo sisi hatumzungumzi mwenye kuacha sala. Wewe unaoswali swala 5 ambazo zimeelekezwa na Qur'ani na Sunna, je, watimiza sala kama alivyoelekeza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu sala haitokubalika isipokuwa ile aliyoelekeza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ndugu zangu katika imani, min sifati almunafiqin annahum yanquruna salatahum naqran wala yutimmuna ruku'aha wala sujudaha. ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sifa za wanafiki ni wao kuzidonoa swala zao, kwa maana kuzisali haraka pasina kupatikana utulivu katika swala zao. Wala yutimuna ruku'aha wala sujudaha, wala hawatimizi rukuu ya swala hiyo, wala hawatimizi sijida zake. Amepokea Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala katika hadithi ambayo amepokea Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ibn Anas bin Malik anasema radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, tilka salatul munafiqin
tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin. Akarejea mara 3 kwamba hiyo ndio sala ya wanafik, hiyo ndio sala ya wanafik, hiyo ndio sala ya wanafik. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين القرني الشيطان أو على قرني الشيطان فقام فنقر 4 لا يذكر الله إلا قليلا. كما ilivyokuwa sifa za wanafik. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yajlisu ahaduhum, anakaa mmoja wao hata idha sfarrat ash-shamsu, mpaka jua linapokaribia kuzama, ikawa manjano linakaribia kuzama, maana ule wakati wa asiri, wakati jua linakaribia kuzama. Fakanat baina qarnay shaytan, likawa baina jua likawa baina ya mapembe mawili ya shaytan, au ala qarnay shaytan, au likawa baina ya karne mbili, pembe mbili za shaytan. Mtume akasema mtu huyu akiona jua linakaribia kuzama, kama anasimama sasa kuelekea kuswali, fanaqara 4, anazisali haraka raka 4, la yadhkuru Allah fiha illa qalila, hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala katika swala hiyo isipokuwa kidogo tu. Utamuona mtu pa dakika 3, nisubiri hapa dakika 2, anaingia msikitini faster, ashatoka. Hizo zote dakika 2 alizokuambia ashazitimiza, ashali raka 4 ashatoka. Hivi swala ya huyu inakuwa ni swala gani? Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitaja kuwa ni swala ya wanafik. Katika sifa za wanafik ni taakhiruhumus sala, ni kuichelewesha sala. Wanapoichelewesha sala wakaja kuiswali, waiswali haraka pasina kutimiza rukuu yake wala sijida yake. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, kama alivyowataja Allah ndani ya Qur'an kwamba hawamtaji Allah isipokuwa kidogo tu. Utamuona akienda rukuu na mkadiria kusema subhana rabbiyal azim mara moja, akienda sijida inakadiriwa kusema subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la mara moja, kabla hajatoka rukuu ashaenda sijida. Sasa sala hizi ni sala za wanafiki. Ittaqullaha ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah, msisali sala za wanafiki, sala ambazo hazitimizi rukuu wala hazitimizi sijida yake. Mtu akaswali kama anavyotaka yeye, akaswali anafikiria jawabu zake na kuwahi kwake, kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajaelekeza sala hiyo, kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka sala ya namna hii. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kutajwa, na sehemu ya kutajwa zaidi Allah ni swala. Katika swala, ndugu zangu katika imani, wallahu subhanahu wa ta'ala yuaqibu man la yutimmu salbahu. Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu yule ambaye hatimizi na kunyoosha mgongo wake, baina ruku'ihi wa sujudi, baina rukuu yake na sijida yake, kusimama wima. Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyu atamwadhibu yule ambaye hatasimama wima baina ya sijida na rukuu. Kile kisimamo cha baina rukuu, kile kisimamo Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu yule ambaye hataweza kunyoosha mgongo wake sawa sawa. Maana yake nini? Yule ambaye katoka rukuu hajasimama wima ashakwenda sijida. Tunaona baadhi ya Waislamu hasa mwezi wa Ramadhani, tunaona mtu anatoka rukuu kabla hajasimama wima ashaenda sijida. Allah subhanahu wa ta'ala yuaqibu man la yuqimu salbahu. Allah atamwadhibu yule ambaye hanyoshi mgongo wake baina ya rukuu na sijida yake, biadami an-nadhari ilayhi yawm al-qiyama, pasina kumtizama kwa jicho la rahma siku ya kiyama. Hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yanzuru Allahu ila salati rajulin la yuqimu salbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah hataitizama sala ya mtu ambaye hanyoshi mgongo wake baina ya rukuu yake na sijida yake. Allah sala yake hataitizama. Subhanallah, nasallallahu salamata wal afia. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala salama na afya, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbala minna salatana wa ruku'ana wa sujudana. Wallahi ni hatari sana ndugu zangu katika imani, siku ambayo utakuja wewe kitu kidogo tu kikawa ni sababu ya kutokubaliwa sala yako, na umesali miaka mingi sana. Tizama kisimamo cha baina rukuu na sijida, kile kisimamo cha kutoka rukuu, kile kisimamo kuitadili kama wanavyosema. Kuna kuitadili, kama hujaitadili sawa sawa hauna swala.
Sasa sijui ndugu zetu ambao migongo yao kana kwamba ni mzima, acha mtu mwenye dharura ya kuugua mgongo, ni mzima lakini hawezi kunyosha mgongo wake kasimama wima, anatoka rukuu akikimbizana na imamu. Yani imamu akishatoka rukuu, kabla hajaenda sijida, mtu ashaanza kumtangulia, shakwenda, hakuna kunyooka katika mgongo wake. Ndugu zangu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tusali sala ambazo amezielekeza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kwa kumalizia, ashaddu an-nasi sariqatan man la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu fi salati. Katika watu wanaowaita wezi katika sala, watu waliokuwa wamepitiliza zaidi katika wizi, ni yule ambaye hatimizi rukuu yake wala sijida yake. Huyu anaitwa mwizi katika sala. Yani yeye akienda rukuu ashatoka hapo hapo, akienda sijida ashatoka hapo hapo. La yadhkuru Allah illa qalila, hamtaji Allah isipokuwa kidogo tu. Sala yake kana kwamba ni sala ya kiibadi. Ukihesabu dakika 5 tu mtu ashamaliza sala, hana utulivu katika sala kumtaja Allah sawa sawa. Kwa nini hii ndugu zangu katika imani? Sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama inavyoelezwa na masahaba, mtu anaweza akaja akatoka kwake akaja msikitini akakuta mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama hiyo rakaa, akaenda. Kwa kipindi hicho hawana vyoo kama sasa msikitini, anaenda Buraz, sehemu huko mbali kwenda kukidhi haja huko, anakwenda kule anakidhi haja, anamaliza, anarudi, anashika udhu, bado mtume amesimama. Na mtume alikuwa kirukuu, rukuu yake inakaribiana na kisimamo chake, na alikuwa akisujudu na kisimamo chake cha baina ya rukuu kinakaribiana na rukuu yake, na sijida yake inakaribiana na rukuu yake. Hivyo swala yake ilikuwa inakwenda namna hiyo. Lakini tizama swala zetu, unaweza ukashika udhu pale ukaja kurudi ukakuta mtu ashamaliza swala kabisa, kitendo cha kushika udhu na kumaliza. Au katoka jirani tu huko pale, mathalan pale kwenye mnara, kuja kufika ukakuta swala mtu ashamaliza swala mzamani. Ndugu zangu katika imani, sawa sawa waswalisha au sawa sawa waswali mwenyewe. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika swala zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amepokea Bi Huraira, hadithi amepokea Bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna aswa an-nas sariqa, hakika watu wabaya mno katika wizi, watu wabaya mno kwa wizi, alladhi yasriqu salatahu, yule ambaye anaiba sala yake. Mtume anasema watu wabaya mno katika wizi ni yule ambaye anaiba sala yake. Masahaba na wao wakashangazwa kama tunavyoshangaza sisi, anaibaje sala yake? Kaifa yasriq? Masahaba wakasema ya Rasulullah, wa kaifa yasriquha, ewe mtume wa Allah, anaibaje hiyo sala? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, hatimizi rukuu yake wala sijida yake. Huyu ni mwizi. Usizani kwamba wewe haujawahi kuiba hata chembe ya mtu lakini ukazingatiwa ni mwizi katika swala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala wewe ni mwizi, unamwibia haki au unaiba haki ya Allah ambaye amekutaka uisimamishe sawa sawa. Anta sariq, wewe ni mwizi. Hakikisha unatimiza rukuu yako na sijida yako ili usije ukawa katika wezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ya ibn Adam ayu an-nas ya'iz ayu shay'in ya'izzu alayka min dinika idha hanat alayka salatuk. Anasema ewe mwanadamu, kitu gani kitakupa utukufu mbele ya Mola wako katika dini yako? Kitu gani kitakupa utukufu utakapokuwa hanat alayka salatu? Sala yako itakuwa ni ya kinyonge, sala yako ni dhalili, sala yako haina maelekezo. Kitu gani kitakupa utukufu? Jambo ambalo litakapo utukufu mbele Allah subhanahu wa ta'ala watu wengi siku ya kiyama ni sala. Sala ndio itakupa utukufu. Tizama hata jambo dogo ndugu zangu katika imani, jiulize swali, leo hii ikitolewa swala katika matendo yako ni kitu gani kinabaki? Yani ikatolewa sala kwamba hakuna sala, unafanya nini baada ya sala? Kitu gani cha ziada unakifanya? Ndio maana sala ni jambo tukufu mno. Jambo ambalo watu watapata utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, litawatukuza na kuwapa daraja ya juu, ni sala ndugu zangu katika imani.
Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia masahaba sallu kama raaitumuni usalli, aliwaelekeza sala sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, tusiwe wezi katika sala zetu, lakini na sala zangu za mwisho, ndugu zangu katika imani, hakikisheni someni sala. Allah aliposema kwenye Qur'ani, innaha lakabiratun illa ala alkhashiin, sala ni jambo kubwa sana, sala ni jambo zito sana, isipokuwa kwa wale wenye kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Sala inahitaji unyenyekevu. Hapa umekuja kuzungumza na Mola wako. Sasa Mola wako wazungumza naye vipi? Bosi wako tu peke yake uweze kuzungumza naye haraka haraka ukaondoka, ukazungumza naye bila utulivu, unaogopa sija kukuachisha kazi. Vipi Mola wako aliyekuumba wewe? Tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ra'akumullah, turejee darasani tusome sala sawa sawa, iwe ni salama kwetu sisi. Sala inahitaji kusomwa nukta hadi nukta. Kuna mambo ya kusahau, kuna mambo ya kuteleza. Unafanya nini baada ya sala? Unafanya nini baada ya kusahau? Unafanya nini kadhaa katika kusimamisha sala yako? Tumche Allah subhanahu wa ta'ala, turejee darasani tusome sala. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح نفسي واجعلنا من المفلحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسرافنا في أمرنا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم